jina lako Baba, tukisema asante kwa neema, rehema na fadhili zako ambazo umetuachilia siku ya leo. Tunapoenda Bwana kuianza semina yetu katika siku ya leo ya kwanza, wewe ni Alfa na Omega. Tunaomba upako wa Alfa Bwana ukaruhusu katika saa hii, maana bila nguvu zako Mungu hatuwezi, bila msaada wako Mungu hatuwezi. Tunakuhitaji Bwana katika siku hii ya leo. Mungu, tunapoanza Bwana, anza pamoja nasi. Tunapoanza Baba, tuone upako wa Alfa, maana wewe ni Alfa na Omega, wewe ni mwanzo na mwisho. Tukuze jina lako mahali hapa, na yale makusudi ambayo Mungu umeyakusudia yakadhihirike na kuthibitika hapa katika jina la Yesu, amen. Amen. Naomba tuketi. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa maana ni mwema na kwa maana fadhili zake kwetu ni za milele. Kwa neema Mungu ametupa nafasi nyingine ya kuweza kushiriki hizi baraka. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji kwamba Mungu ameliweka hili wazo katikati yetu na Baba ameweza kulitunza na sasa tunaona linafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini namshukuru Mungu kwa ajili ya washauri na wote ambao wameshiriki kwa namna moja au nyingine. Lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili ya waombaji ambao wamekuwa mkiombea toka majira yale, silikuwa mwezi wa 11 au 10 sikumbuki, tulipokuwa na semina hapa mwaka jana. Lile wazo tulilipata na nashukuru Mungu kwamba ameendelea kuliatamia kwenye maombi na sasa tunaona matokeo ya maombi. Mungu awabariki sana waombaji. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini Mungu awabariki pia kwa kazi njema. Kwa kweli nimeona mshangao kidogo. Kwenye ile semina ukuta ulikuwa ni mchafu kidogo na viti kwa kweli tulikodisha. Lakini sasa hatukodishi tena. Amen. Shangilie Bwana Yesu. Haleluya. Amen. Namtukuza Mungu nikiona matunda ya ile semina. Naona matunda mazuri kabisa kabisa. Kanisa limebadilika na limekaa vizuri. Haleluya. Amen. Sasa muendelee kuomba ili Mungu akitupa neema basi tupige hatua nyingine. Amen. Maana Mungu anatujaza vya rohoni mpaka vya mwilini. Ni neema kubwa sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Lakini nawakaribisha mtufuatilia Facebook live. Karibuni tena tushirikiane pamoja. Mungu ametupa neema kuwepo kwenye madhabahu na tushirikiane pamoja wiki hii. Kadiri ya neema Mungu tutamuona Bwana. Na jiandae pia kwa ajili ya kuomba sana, ni wiki pia kuomba. Sasa bado tupo kwenye mwanzo wa mwaka. Leo ni tarehe 2 tu ya mwezi wa pili. Kwa hiyo bado tunaendelea kuomba sana ili Mungu atupe neema ya kuwa na matokeo mazuri sana katika mwaka huu wa 2026. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa ujumbe wetu unasema nguvu ya damu ya Yesu katika kurithi. Nguvu ya damu ya Yesu katika kurithi. Kwa wale ambao mlikuwa mnaifuatilia Facebook na YouTube, tumekuwa na mafundisho haya mwanzoni mwa mwaka toka tarehe 1 hadi tarehe 4. Tulikuwa na ujumbe uliokuwa unasema kurithi mataifa. Sasa tunaendelea na ule ujumbe, tunatoka hatua kwanza kwenda hatua nyingine, lakini lengo ni tupige hatua. Sasa kwa wale ambao hamkupata kwanza kwenye akaunti yangu ya YouTube, wale ambao na simu za kufagia, ukiingia YouTube kule kwenye akaunti yangu utaona somo ambalo lilitangulia tarehe 1 hadi tarehe 4.
utapata picha pana zaidi. Lakini Mungu ni mwema, tutapata pia haki yetu. Kwenye kitabu cha Wagalatia 3:29 Biblia inasema, na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahim na warithi sawasawa na ahadi. Basi kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahim na warithi sawasawa na ahadi. Jumbe tunasema nguvu ya damu ya Yesu katika kurithi. Sasa kuna mahusiano makubwa sana kati ya kurithi na nguvu ya damu ya Yesu. Maana anaanza kusema, kwa kuwa ninyi na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahim. Yaani kabla ya Kristo hatukuwa uzao wa Ibrahim, na kinachotuingiza kwenye uzao wa Ibrahim ni damu ya Yesu. Bwana Yesu alipopanda pale msalabani, ile damu ya Yesu, kwenye kitabu kile cha Ufunuo 5:9-10 anasema, wastahili kwa kifunguo cha kitabu, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila taifa, lugha na jamaa, ukawafanya kwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, na wamiliki juu ya nchi. Kwa hiyo kitendo cha Bwana Yesu kupanda msalabani, damu yake imetununua watu wa mataifa mengine ambao si Waebrania kwa jinsi ya nyama na damu. Uzao wa Ibrahim kwa jinsi ya mwili, wao wana haki ya kisheria kabisa ya kupitia Ibrahim kurithi baraka mbalimbali, kurithi maagano ya utumishi. Sasa baada ya Kristo kwenda msalabani, alipotununua, akatupa nafasi au akatupa uhalali na sisi kurithi pamoja na Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ambacho kinachokufanya urithi sio maombi yako. Kinachokupa halali wa kurithi cha kwanza ni damu ya Yesu ikununue, au kwa lugha nyepesi kabisa ni kuokoka. Unapookoka, damu ya Yesu inapata thamani ya kufanya kazi kwako. Na inapopata thamani ya kufanya kazi kwako, baada ya kukuosha, baada ya kukununua, kazi mojawapo inakuunganisha na ahadi za Ibrahim. Sasa sisi tumekuwa ni wa Kristo, lakini moja ya changamoto ni namna ya kupanua wigo wa urithi. Ibrahimu ndiye aliyepewa kurithi ulimwengu, na kwa kuwa alipewa kurithi ulimwengu, nasi tunapata neema ya kurithi ulimwengu kwa sababu ya damu ya Yesu. Kwa maisha hapa duniani, ukishaokoka, lazima kuna aina ya maisha unatakiwa yaishi kabla ya kwenda mbinguni. Biblia inasema wazi, kwanza ufalme wako uje hapa duniani. Sasa kabla hatujaenda kwenye ufalme wa baba yetu, kwanza kuna maisha ya ufalme hapa duniani. Haleluya. Kimojawapo ni kurithi jina la Yesu. Jina la Yesu tumerithishwa kiagano kupitia damu ya Yesu. Lakini sio watu wana uhalali wa kulitumia jina la Yesu. Kwa nini? Unapokuwa Mkristo, kabla hujaokoka, unakuwa ni Mkristo,
lakini kuna vitu huruhusiwi kuvirithi. Sinitumia lugha gani kidogo tunapokwenda kuweka msingi? Kuna utofauti ya kuwa Mkristo aliyeokoka na Mkristo asiyeokoka. Wote ni Wakristo, wote wanafanya ibada, wote wanamtumikia Mungu, lakini thamani yao ulimwengu wa roho ni tofauti, na mamlaka yao ulimwengu wa roho ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa unapookoka, kuna thamani ya kiroho unaipata, lakini ukishaokoka unaingia ndani ya ufalme. Ukishaingia ndani ya ufalme, kuna kiwango cha mafundisho unafundishwa baada ya kuokoka. Kiwango cha haya mafundisho kinakupanulia wigo wa kurithi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Kuna lugha naitafuta kidogo ili uweze kuielewa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nitumie lugha nyepesi kidogo. Sisi wote hapa ndani ni Watanzania. Sawa sawa. Amina. Sisi wote ni Watanzania, na kati yetu tumesoma. Lakini pamoja ni Mtanzania, pamoja umesoma, lakini unaweza usipate ajira ndani ya nchi ya Tanzania, mpaka vigezo na masharti ndio upate ajira. Haleluya. Amina. Alafu niseme tena, ndani hata kama unapata ajira, vigezo na masharti vinakupa aina ya ajira. Hada mtanipata vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna kiwanda cha Mtibwa Sugar. Ndani ya kile kiwanda kimegawa ajira nyingi sana za watu. Kwenye kile kiwanda kuna mameneja, alafu kuna meneja mkuu. Kwenye kile kiwanda kuna vibarua wanalipwa kwa siku. Wote wapo kiwandani. Kwenye hao vibanda kwenye hao vibarua kuna makarani. Baada ya makarani kuna mafome. Unaenda kuna manager. Unaenda hivyo. Sasa tuchukue mfano wa kiwanda. Wewe umesha darasa la 7, tena umefeli, umetoka na 0 darasa la 7, alafu unatamani uwe manager. Utapewa kuwa manager? Sasa hebu niambie, kama darasa la 7 umefeli, ukienda pale kutafuta kazi, utapewa kazi gani? Kufagia, kukata miwa, kusomba miwa. Hiyo ndio ya mtu darasa. Kama umepata neema, umefika form 4, umefaulu kidogo, utapata kaukarani. Utaandika vitu fulani kule shambani, vibarua wamekuja wangapi, wamefanya kazi wangapi, wamaliza kazi, unaka form 4. Sawa sawa. Unajua kuandika na kusoma na kuandika vizuri. Lakini umepata neema, umesoma sasa, umepata degree. Sawa sawa. Umesoma degree ya masuala ya kilimo. Kwa ukienda pale Mtibwa, watakuajiri kama bwana kilimo, bwana shamba au bibi shamba. Si ndivyo? Kwa sababu wewe umesoma masuala ya nini? Ya kilimo, unakuwa bibi shamba au bwana shamba. Sawa sawa. Sasa kiwanda ni kimoja, lakini kuna vigezo na masharti ya kupata nafasi ya kazi kiwandani. Ndani ya wokovu ni hivyo.
Sasa kuna wale Wakristo ambao hawajaokoka, hao ni darasa la 7 waliofeli. Watapewa kazi ndani ya ufalme, lakini wao watapewa zile kazi za chini kabisa, sawa sana uelewa wao. Niwaulize swali, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kanisani simpo wote hapa, kanisa limejaa watu 100 hapa ndani. Kwa mfano limejaa watu 100, katikati ya ibada kuna mtu kalipuka mapepo. Kila mtu atakemea. Kuna mtu kalipuka nini? Mapepo katikati ya ibada. Utasikia watu wamejaa pale kanisani, lakini wanajua kwa kazi hii fulani na fulani watakemea nini? Lakini kuna wengine hata kusogea lakini hapo kanisani. Si Wakristo nao pia. Kwa nini kuna wanaweza kukemea na wengine hawawezi kukemea? Hapo wote ni Wakristo. Shida iko hapo. Sema vigezo na masharti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa nataka tujifunze kidogo kidogo ili Mungu akuongezee viwango vya kurithi. Kwa sababu kiwango cha ufahamu kinakupa kiwango cha kuomba, kinakupa kiwango cha kumiliki, kinakupa kiwango cha kurithi. Kwa kadiri ambavyo tunapata mafundisho, tunani unatoka darasa la 7 unafika form 4. Unatoka form 4 unafika form 6, unafaulu, unatoka unaenda chuo. Kwa hiyo ndio maana tunapopata seminar ni muhimu sana Wakristo tushiriki, kwa sababu katikati ya seminar ndiko tunapokuwa kiroho. Lengo la seminar tukue kiroho. Haleluya. Haleluya. Sasa hapa anasema kwa kuwa sisi ni wa Ibrahim, ni warithi sawa sawa na ahadi. Swali linakuja hivi, kama ahadi huzijui utazirithije? Kama ni uzao wa Ibrahim, kwa kuwa sisi ni wa Kristo, tumekuwa warithi sawa sawa na ahadi za Ibrahimu, alafu ahadi huzijui, huwezi ukarithi. Kwa lengo la semina tujue haki zetu za msingi kama Wakristo, alafu tuzidee tuzipate. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya kanisa. Amen. Kidogo kidogo tutapata kitu fulani cha kutusaidia kwenye safari ambayo tunatakiwa tuianze leo na tutembee nayo hadi siku ile ya Jumapili. Zaburi ya 2 mstari wa 8. Zaburi ya 2 mstari ule wa 8. Zaburi ya 2 na mstari ule wa 8. Zaburi ya 2 mstari wa 8. Biblia inasema, uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako, na miisha dunia kuwa miliki yako. Uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako, na miisha dunia kuwa miliki yako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa hili neno ukilisoma kwa haraka utalisoma tu kama Zaburi, na tunaimba Zaburi karibu kila siku kwenye ibada. Lakini ukiingia ukitulia na kutafakari, kuna hazina kubwa sana kwenye huu mstari. Yaani Mungu anakufuata, umekaa tu umejisahau, anakuambia niombe, alafu anakupa na agenda ya kuomba, alafu anakupa na majibu ya maombi. Sasa huu mstari inategemea kwanza uhusiano wako binafsi na Mungu wako.
mpaka anapokufuata na kuambia uniombe nami nitakupa. Mna mahusiano tayari. Haleluya. Yaani tayari wewe ni Kristo, upo kanisani, tayari unamjua Mungu ni baba yako, tayari unajua Mungu ni nani. Kwa sasa anakuona upo ni kama wewe ni mtoto, ni mrithi, lakini hujitambui. Anakufuata na kuambia mwanangu, nimekuona upo wa kawaida sana, nimeona maisha yako hayaendi, kwa hiyo nakwambia uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako. Na tumejifunza kwenye semina ya tarehe 1 hadi tarehe 4, tukaona anaposema uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako, taifa linaanzia mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Tuliona yule mama Rebeka alikuwa na mimba, akaona ile mimba ina vurugu za kutosha, mpaka akakata tamaa ya kuishi, akaenda kumuulizia Bwana, Mungu, kitu gani kinachoendelea? Nikuulize swali, wewe ukipata shida unamuuliza nani, Mungu au mganga? Yule akaenda kuuliza kwa Bwana, hii imekwaje? Akaambia usiogope Rebeka, tumboni mwako wana watoto wawili, lakini hawa watoto si watoto tu, ni mataifa mawili yanapigana toka tumboni mwako, yanafarakana toka tumboni. Na anasema kabila mbili za watu ziko tumboni mwako, na anasema mkubwa atamtumikia mdogo. Sasa yule mama anaona ana mimba, anaona amebeba mtoto mmoja tumboni, anaona ana watoto, lakini anaambia wewe tumboni huna watoto na mataifa mawili. Na leo tunaona taifa la Israeli kupitia Yakobo, lakini lipo taifa la Edomu kupitia Esau. Kwa hiyo taifa halianzi kama taifa la Tanzania. Mungu anaposema taifa anaanza na mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sinitumia lugha gani angalau nielewe kile pesi. Hapo ulipo kuna mtu Mungu amekupa we baraka kwako, lakini kuna kitu kimemzuia yeye kuwa baraka kwako. Labda nitumie lugha nyepesi nitaielewa kabisa. Mungu alileta kwenu kama taifa mwaka jana, si mwezi wa 11, nimeletwa Mzava kama taifa, na Mungu akaruhusu baraka kwenu kupitia mimi. Kanisa limebadilika, vitu vimeingia. Kwa hiyo mimi ni taifa kwenu, na Mungu amenitumia kufanya kitu kwenu. Hapa sasa naanza kuelewa kwamba taifa anaweza kani mtu ambaye amebebeshwa kitu kwa ajili yako, mtu mmoja. Sasa kuna vitu tunafeli sana kwenye maisha haya, lakini kuna mtu anazuia hatima yako, kuna mtu anazuia maisha yako. Taifa naanza na mtu mmoja, kwamba kuna vitu unaweza ukaviomba sana kwa muda mrefu, alafu Mungu akakuinulia mtu mmoja kwa baraka sana. Mtu huyu mmoja, lakini anaweza kukupa watu wawili au watatu au wanne ndani ya nchi ya Tanzania, au hata nje ya nchi ya nini ya Tanzania. Kwa taifa linaanza na mtu mmoja, sio kikundi cha watu. Kama unaposema uomba nami nitakupa mataifa kwa urithi wako, kwamba kuna watu Mungu kuna vitu ameviwekeza kwao kwa ajili yako. Natakiwa uombe mpaka Mungu walete zile vitu viwe baraka kwako. Hivi naelewa vizuri watumishi wa Bwana? Naelewa vizuri? Sawa sawa. Nichukue mfano mwepesi kwa mchungaji. Mchungaji ana watoto wanafika 7 wangapi? 4. Asante sana. Sasa mchungaji ana mataifa 7 kutoka kwenye viuno vyake, lakini kati ya hao mataifa 7 kuna mmoja ambaye anatakiwa avushe familia moja, huyu wakuvusha familia yote. Lakini huyu aliyebeba
amebeba kitu kikubwa cha kuvusha familia mpaka na ukoo, vita yake ni kubwa kuliko watoto wako wote. Tunaelewa vizuri? Yaani yule mtoto aliyebeba vitu vikubwa vya kuvusha wengi ana vita kubwa kuliko wote. Kwa kama Mungu amekupa mtu kukuvusha, ujue kwa ajili yako ana vita usiku na mchana. Kwa nasema uombe nami nitakupa mataifa kwa urithi. Kuna kiwango cha maombi usipokiomba, kuna baraka zako zipo lakini haziji. Kwa nini? Zimezuiliwa na vita njiani. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Hivi mnaanza kunielewa kidogo? Sawa sawa. Mume wako aweza kuwa taifa la kukuvusha, mume wako kabisa. Mungu sasa akakupa mume amebeba vitu vikubwa kwa ajili yako, familia yako, familia ya kwenu na familia yako. Lakini mtu huyu sasa subiri vita leo naye. Nauzo kamchoka, akasema kwa kweli natafuta tunaachanaje. Kumbe wanakimbia taifa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa taifa naanza na mtu mmoja. Na haya mambo kama ukipata maarifa, kama Mungu naanza kuombea mtu ambaye kwangu ni taifa, amebeba vitu vikubwa kwa ajili yangu, utashangaa mtakusemesha, Mungu atakusemesha vitu vikubwa sana ambavyo ulikuwa hujaviona kabla. Utaona vitu vingi vikubwa. Sasa kiwango cha kuomba ndicho kiwango cha kupokea. Hivi mmenielewa sawa sawa? Sema uniombe nami nitakupa mataifa kwa urithi wako. Kwa hiyo kiwango cha kuomba ndicho kiwango cha kurithi. Kiwango cha kushinda kuomba ndicho kiwango cha kushinda kurithi pia. Kwa hiyo kama ni hivyo, imetupasa kuomba sana kwa ajili ya mtu ambaye Mungu ametupa ile tuvuke. Yupo, aweza kuwa mke wako, aweza kuwa mtoto wako, aweza kuwa mtu wa kawaida kabisa tu ambaye ni wa kawaida mno. Hata kwenye akili yako hayupo, lakini usema nimekupa fulani kwa ajili ya maisha yako. Haleluya. Haleluya. Kwa hii ikupe ufahamu, ikupe ujuzi wa rohoni, ili ndani ya hii semina tuombe. Tuliomba sana mwanzo mwaka, sikia mzaba mmeomba lakini bado haijatosha. Nataka muombe tena. Sawa sawa. Kuna kiwango cha maombi natakiwa muombe mpaka niwafikishe mahali ambapo nitawakutanisha na watu ambao wamebeba hatima za maisha yenu. Bwana asifiwe. Amen. Twende kitabu kile cha Rumi. Nitahidi kuweka msingi ambao utatusaidia tunapotembea, tutembee vizuri. Tunapotaka kuomba, usiombe kwa kupapasa, usiombe kwa kubahatisha. Uombe kana kwamba ni fursa imeachiliwa kwa muda mfupi, na usipoitumia vizuri italeta shida. Kitabu kile cha Warumi 8:16 mpaka 30. Tasoma mistari mingi kidogo kwa sababu hapa tutaona vitu muhimu sana. Huko tulikuwa tunaangalia tu msingi, lakini hapa tutaanza kuona mchakato kidogo. Warumi 8:16 mpaka mstari wa 30 tasoma. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Na kama tu watoto, basi tu warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo, naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu.
Kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi kufunuliwa kwa wana wa Mungu. Kwa maana viumbe vyote pia vilitiishwa chini ya ubatili, si kwa hiari yake, ila kwa sababu yake yeye aliyevitisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe vyote navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa uharibifu, hata vingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu. Kwa maana twajua ya kuwa viumbe vyote pia vinaugua pamoja, navyo vina uchungu pamoja hata sasa. Wala si hivyo tu, ila na sisi wenyewe tulio malimbuka roho, sisi pia tunaugua katika nafsi zetu, tukitazamia kufanywa wana, yaani ukombozi wa mwili wetu. Kwa maana tuliokolewa kwa taraja, lakini kitu kilichotarajiwa kikionekana, hakuna taraja tena. Kwa maana ni nani anayekitarajia kile akionacho? Bali tukitarajia kitu tusichokiona, tukingojea kwa saburi. Kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguze mioyo aijua nia Roho ilivyo, kwa kuwa huombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Nasi tunajua kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi moja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale aliowachagua tangu asili, hao akawaita, na wale aliowaita, hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki, hao akawatukuza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Sasa hapa ndio kuna siri kuu ya mchakato mzima wa kutoka ulipo na kufika mahali ambapo natakiwa ufike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani hii kuna siri, na hii tutatembea nayo. Ile kitabu cha Warumi 8 tutatembea nacho kidogo kidogo, tukipakwa hazina mpaka uone kitu ambacho Mungu anakiona kwako. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua sasa hivi unajidharau sana. Sasa hivi unaugua sana. Sasa hivi unateseka sana. Sasa hivi kuna vitu ambavyo vimegoma, vimesimama. Lakini Mungu anasubiri kiwango cha uelewa wako. Ile kiwango cha uelewa wako kizae kiwango cha maombi. Na ndani ya kiwango cha maombi, mwisho anasema na hali aliyosabia haki amewatukuza. Haleluya. Sasa nasema wakati huu sisi tunaugua katika nafsi zetu. Tuna misiba, tuna changamoto, tuna mapito, tuna majaribu. Lakini hayo yote yana sababu, kwamba kuna mahali tunapita ili kesho tukitukuzwa tusiwa na kiburi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya kanisa. Amina. Moja ya changamoto ambayo inatupasa tupite ni kutengenezwa kuwa na moyo unyenyekevu ndani. Kuna vitu vikitokea haraka. Dhambi ya kwanza, kiburi na majivuno. Dhambi ya kwanza ni hiyo. Lakini kuna namna Mungu
anatupitisha kwenye mchakato wa hatua na hatua na hatua. Kwa kadiri ambavyo tunapita kwenye michakato hiyo, inatutengeneza kumjua Mungu wetu. Lakini changamoto kwetu, dhiki zikizidi, tunamkimbia Mungu, hatumkaribii Mungu. Majaribu yakizidi, tunajitenga na Mungu, hatuongeze shirika na Mungu wetu. Na hapa nasema, na viumbe vyote vinaugua pamoja na sisi, lakini hivyo viumbe vinasubiri sisi wana wa Mungu tukamilishwe. Tunapokamilishwa na viumbe navyo vinavushwa, vinaingia kwenye utukufu. Si nitumia lugha gani hapa? Bwana Yesu asifiwe. Niseme hivi, labda unafuga mifugo yako, haifikii kwenye hati baraka. Mifugo yako haifikii kwenye kiwango cha baraka unataka. Hiyo mifugo inaugua na wewe, inakusubiria wewe ufike kwenye utimilifu, ina yenyewe ipone. Biashara unayoifanya, hiyo biashara inaugua na wewe, inakungoja wewe uvuke, ufike kwenye utimilifu wa kutukuzwa, ina biashara itukuze pamoja na wewe. Mloko kwenye ndoa, hiyo ndoa yako inaugua pamoja na wewe, inasubiri ufike kwenye utimilifu ili na wewe uvuke. Hima nelewa sawa sawa. Afya yako inaugua pamoja na wewe, inasubiri ufike kwenye utimilifu, utukuzwe ili na afya naye itukuze pamoja na wewe. Na watoto wako wanaugua pamoja na wewe, wanasubiri ufike kwenye utimilifu wa kutukuzwa ili sisi tumelo gani wapendwa? Bwana Yesu asifiwe. Chochote ambacho unaona kimeharibika kinasubiri wewe uvuke na chenyewe kivuke. Lakini angalia waombaji tulivyo, ni watu wa kulaumu, ni watu wa kushutumu, ni watu wa kunung'unika, ni watu wa kuvuruga. Lakini kumbe wewe, kwa sababu hujavuka mahali na maisha yako hajavuka mahali, lakini wewe ukivuka na maisha yanavuka. Yaani tumia lugha nyepesi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hivi ulivyo sasa hivi, hivi ulivyo sasa hivi, hivi ulivyo sasa hivi, kwa ninyi ambao tayari na watoto wakubwa, ghafla mtoto wako aolewe na mtoto wa rais, ghafla utambulisho wako unabadilika saa hiyo hiyo. Mwanao sasa hivi aolewe na mtoto wa rais, au mtoto wa mwanao awe binti wa rais, utabaki ulivyo? Utambulisho wako utabadilika mara moja, si ndivyo? Si ndivyo? Na neno kitu fulani hapo, kuna kitu kikifanyika kwenye maisha yako kinabadilisha utambulisho wako mara moja. Yaani ghafla bwana ni mkwewe na rais. Yaani ile kuwa mkwewe tu na mkwewe rais, kuna maisha tayari yatamka saa hiyo hiyo. Hata taifa litajua wewe ni mkwewe na nani. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Lakini fikiri hiyo hiyo mtoto wako aolewe na fukara au aoe kwa fukara, maisha yake yanapanda yanashuka. Hadi chukua tu rahisi, sipo hapa watoto na maisha yako kubwa. Sasa fikiri mtoto wako kaolewa na mtu ambaye amechoka sana, kwa hiyo atachukua ndani
akana mume wako sababu anashinda na njaa. Utakubali mwanao ashinde na njaa? Itabidi wewe yale mahindi ambayo hapo umeandaa, haya chukua debe mkale. Anakaa tena, debe likiisha anakuja tena. Chukua mpunga mkafanya nini? Mkale. Anakuja baba, ghafla mtoto anauma, kwa kweli hatuna dawa ya kumnunulia dawa. Utatoa pesa akafanya nini? Kwa hiyo kwa sababu amekuja aliye wa chini kuliko wewe, anakufanya uugue kwa ajili yake. Lakini akija aliye juu kuliko wewe, anakufanya wewe maisha yako yamfuate aliyeko juu. Kwa Mungu anapotuinua na kututukuza, maisha yanapanda ghafla. Hivi na ndio watumishi wa Bwana. Kwa anachokisema uombe nami nitakupa. Kuna kiwango cha maombi anasema Roho Mtakatifu hutuombea, sema hutusaidia udhaifu wetu. Maana hutupa kukugua kusikoweza kutamkika. Sasa Roho anasema kadhalika Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kukugua kusikoweza kutamkwa. Haleluya. Sasa wengine wanatafsiri vibaya huo mstari. Na kama mimi nalala tu usingizi, Mungu ananiombea katika Roho Mtakatifu. Aisee, umetafsiri vibaya. Roho Mtakatifu anaugua kupitia ndani yako, kupitia mtumishi mwenzako. Mungu anaweza akambebesha mtu mzigo mwingine, akana mzigo, akakuombea maombi ya mazito, ya maombolezo, ya machozi, ya kufunga hata siku 7 kwa ajili yako. Ni Roho Mtakatifu ndani yake amembebesha mzigo kwa ajili yako, kiwango ambacho anashinda kutafsiri, mpaka ile tafsiri ajikuta tu amefunga. Ile tafsiri chaka kwa ile tafsiri anakosa tafsiri, ajikuta tu machozi yanamwagika. Unalia nini? Kuna mzigo kabisa kwa ajili yako. Sasa hicho kiwango ile tukipate, lazima kuna mchakato. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuna viwango vya maombi ili tuvipate, kuna mchakato. Lazima uanzie hatua ya kwanza, uende ya pili, uende ya 3, uende ya 4. Ikifika hatua ya 7, kuna kiwango cha maombi kinazaliwa ndani ambacho unashinda hata kujizuia kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Amen. Sisi wote ni waombaji, lakini kwenye kuomba kuna viwango vya mzigo hatujawekewa bado. Unajua Mungu aje akufuate akwambia, mwanangu, angalia baraka zako hizi hapa, nimekupa huyu akuvushe, muombe. Akifika kwenye hatima, nao utapata hatima yako. Nimeongea lugha ya kigeni kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hapa Mungu akwambie, nyumbani kwako kuna mbunge ajaye, kuna waziri ajaye, ombea mwanao mpaka afikie hatima. Sinaelewa vizuri? Amina. Anakuambia kesho yako imematanishwa na huyu mtoto wako, kumwombea. Akifika kwenye hatima, na hatima yako itatokea. Mungu anakuambia ombea mume wako. Mume wako sasa hivi anavuruga sana, anavuruga kwa sababu ya vita ya hatima yake. Hatima ni mwisho wa maisha ya mtu. Ni lile kusudi ambalo limekusudiwa alifikia kuliishi. Sema naelewa tumisho Bwana. Yaani Mungu anakuambia nimekupa ni mwimbaji. Afa nakuambia wewe ni mwimbaji wa kimataifa. Lakini sasa ukijiangalia, hata mwimbaji wa kijiji hiyo, yani huna hata sifa kwa mwimbaji wa kijiji. Anakuambia ni mwimbaji wa kimataifa. Afa kwambia omba mpaka hiyo hatima ionekane.
Haleluya. Sasa kama anatangaza jambo kubwa, lazima atakuwekea mzigo mkubwa wa kuleza hilo jambo. Ndipo Roho Mtakatifu sasa anaugua ndani yako kwa kiwango ambacho hakiwezi kutamkika. Naona bado hatujafika. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wakati naanza huduma, Mungu aliniambia utakuwa na huduma kubwa hivi na vile na vile. Wakati ona niambia una huduma kubwa, kasema Mungu, hivi kitapitia wapi? Akaniambia anza mchakato wa kwenda unakotakiwa uende. Nilipata semina, sijui ni ngapi, ya pili ya tatu, yaani ndo naanza huduma za semina. Mungu akaniambia rekodi hii semina, tunza mafundisho. Nilikuwa na simu ya Tecno ya 50,000, wala si ya tajiri za kawaida zile. Nikawa nahubiri, alafu nimekaa hapa na rekodi. Nilipomaliza kurekodi, nikaenda studio, kaambia nitengenezee, niingizie kwenye CD. Kipindi chetu natumia CD, sio flash. Nikaenda studio, nikalipia pale, nikatolewa CD zangu, kaambia penda, kuna kitu kizuri hapa, karibuni mshiriki hii baraka. Wengi walinicheka, wengi wakanitia moyo. Nilianza mchakato wa chini kabisa, lakini nililetewa kesho, nikaambiwa anza hatua ya kwanza kuitafuta nini? Kesho. Kuitafuta kesho. Sasa Mungu akanipa hatua. Sasa hivi nafanya live kimataifa. Kuna watu mataifa mbalimbali nafuata, lakini nilianzia kwenye kasimu kalifa 50. Sasa hivi natumia simu ya zaidi ya milioni 1. Zaidi ya nini? Ya milioni 1. Nianze na simu ya 50,000. Sasa hivi na kamera za zaidi ya milioni 2. Sasa hebu jifunze, ningezarau ule ujumbe wakati ningefika hapa. Singewezekana. Sasa sisi Mungu anapotusemesha vitu vikubwa, tunajipima, tunasema labda sio Mungu, kwangu haiwezekani. Mungu anakufuata kwenye udhaifu huu, anakuambia nimewekeza huduma hii ya kuhudumia mataifa. Lakini ukijiangalia hata tu kanisani hapa kusema ufundishe huwezi. Kana natangaza mwisho tangu mwanzo. Sasa hapa ameeleza wazi ya kwamba akishatangaza kuna dhiki na mateso na misiba njiani. Kuna dhiki. Ameeleza mateso kwa lugha tofauti. Kwa hiyo Mungu anapotangaza jambo kubwa la kurithi ahadi, inainuka vita kuja kupiga hiyo ahadi. Haleluya. Amen. Inakuja vita ya kuhakikisha hiyo ahadi haitokee. Hiyo ahadi haidhihiriki. Yaani kuna kitu kinatengenezwa katika ulimwengu wa roho kufuta kile kitu, na moja silaha mbaya ni silaha ya maneno, kukatilisha tamaa na wenzako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Moja silaha mbaya sana ni kuambiwa unachosema hakitakuwa na mtu unayemwamini. Na ikitokea Mungu amekusemesha jambo na mtu akaja akalifuta kwa kutamka, nimejifunza Mungu naye anakuleta neno la pili la kuhuisha kilichofutwa. Nimejifunza kwangu.
Yaani mara nyingi linapotokea jambo amekusemesha, mara nyingi adui hutafuta namna ya kukuletea mjumbe akusemesha kufuta ulichoambiwa na Mungu wako. Tunakata tamaa. Lakini Mungu naye anakuja tena kwa mara ya pili. Anakuja tena kwa mara ya pili kukusemesha tena. Sasa mara nyingi kama ni mko rohoni, utagundua kile ambacho nilisemeshwa jana ni Mungu kaja kunitibu au kunisaidia nipige hatua nyingine. Lakini macho yako je, anaona? Masikio yako je, anasikia? Ni changamoto. Na tupo kwenye kipindi cha siku za mwisho. Kwenye kipindi hiki mashindano ni makuu sana. Na haya mashindano yanaleta mateso sana kwa wateule. Yanaleta dhiki kubwa kwa wateule. Kwa inategemea una neno gani la Mungu ndani la kukusaidia kuvuka kipindi cha mashindano makuu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naona bado kuna kitu mjadaka. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wote tulioko hapa ndani tunajua Mungu ameumba dunia. Mungu kaumba kila kitu. Na huyo Mungu ni Mungu wetu. Swali, kwa nini hatumiliki vitu vya Mungu wetu? Hebu tutupite kwenye hiyo kona kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mungu wetu ana kila kitu. Vitu vyote ni vya kwake. Lakini hebu jipime kwako. Mungu naye mwabudu ni Mungu ambaye ana kila kitu. Na hapa amesema tunarithi pamoja na Kristo. Kwa kuna urithi wa rohoni, lakini kuna urithi wa mwilini kabisa. Wa mwilini kabisa. Hebu jipime. Kwa nini kuna vitu unashinda kurithi? Kwa nini? Tatizo ni vita katika ulimwengu wa roho. Vita katika ulimwengu wa roho. Na kama ni vita katika ulimwengu wa roho, lazima ujifunze ni namna gani upite rohoni, ushinde rohoni kidogo. Yaani ukishinda rohoni utarithi mwilini. Lakini ukifeli rohoni hutarithi mwilini. Haleluya. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Naulize swali. Yaani kurithi tu pikipiki ya milioni 3. Pikipiki ya milioni si hela ndogo sana. Kwani hata pikipiki tunashindwa kuimiliki? Kwani pikipiki tu, pikipiki yani ni kitu kidogo tu ambacho kinakupa nafuu ya kwenda kirahisi. Kwani tunashindwa kumiliki hata pikipiki? Biblia inasema wazi, nyumba na mali ni urithi mtu upatayo kwa babaye. Haleluya. Wangapi hapa nyumba nao kaa merithi kwa baba yake? Nyumba na mali urithi mtu upatayo kwa nini? Sasa bali mke mwenye busara mtopewa na nani? Na Bwana. Sasa nipige dabu hapo. Nyumba na mali tunarithi kwa baba. Bali mke mwenye busara mtopewa na swali. Huyo mke wa nani? Mke mwenye busara au hana busara? Huyo mke. Nyie wanawake mlioko kanisani. Si nyie ni wa kanisani? Ndio wenye busara au? Lakini mme mwenye busara mtu upewa pia na nani? Sasa kama mme mtu upewa na Bwana, kwa nini kanisani ni shughuli sana kuoa kwa ndoa? Jiulize. Yaani ni kwa nini tulioko kanisani
Yaani ili uolewe kwa ndoa, hiyo shughuli kwa nini? Ni kitu cha kiroho. Ni kitu cha nini? Cha kiroho. Yaani ukipiga takwimu za kanisani, yaani 1% kubwa wamezaana ndio wakaja kukaa pamoja. Kwa nini sisi wa kanisani tusiweze kuenda kutana wachumba, mnafuka ndoa muishi, lakini 1% kubwa tunaishi ndio ndoa baadaye? Na Biblia inasema wazi, mke mwenye busara mtupewa na nani na Bwana. Kwa nini Mungu wetu asitupe mke? Ni kitu cha kiroho wapendwa. Ni kitu cha nini? Cha kiroho. Na kijana akiamua sana na kusudia kujitunza, ni binti ane kijana na kusudia sana jitunza, nipate mme, tufunge ndoa, aiseje kanata kafika 40 anasubiria. Nini? Ni vita. Lakini yule ambaye anaenda karisa rahisi tu, kidogo mimba ya pili ya 3 ya 4 watoto 7 hana ndoa. Lakini anasema na kazabuti mpaka nifunga ndoa ndo aise, muombeeni sana kama yupo kanisani. Vita yake sio dogo. Kuna wadada kabisa wana hofu ya Mungu, lakini miaka ishafika 40 mme hajaja, anamgoja miaka mingapi? 40 anangoja mume. Na amejitunza hata kujichafua. Sasa vita sio ndogo wapendwa. Kwa hiyo urithi upo. Lakini ili turithi hizo baraka ni kiwango cha maombi. Uombe na nitakupa mataifa kuwa urithi wako. Haleluya. Tamani mwaka huu turithi biashara nzuri. Mwaka huu turithi ndoa nzuri. Kama una ndoa ipone ikae vizuri. Kama haipo ije, hata kama mnaishi basi muibariki na mkae muibariki hata kuibariki. Haleluya, haleluya. Lakini kwa sisi ambao ni wazee, tuombe watoto wetu wawe baraka kwetu. Haleluya. Hebu nyinyi wazee miaka 60 kuanzia 50 kwenda juu, hivyo najisikiaje mtoto wa jirani anakuja nyumbani na kagari kazuri? Anakuja nyumbani na kagari kazuri, anakapaki hapo mlangoni, alafu nashangaa maisha ghafla yanabadilika. Ndio mzee, nimekuja bwana, tunashusha mjengo hapa wa maana, mjengo wa milioni 50. Yaani ghafla hivi. Nyinyi wazee mnajisikiaje? Sira. Yaani mtoto kaenda karudi vizuri, yeye unakuta mnaenda hata safari sio mbali, lakini angalau kae kwenye kagari kidogo, muende kidogo mahali, hata safari mwanangu hapo tena sehemu fulani bwana, angalau na wewe kidogo nini, angalau angalau. Sasa haya ni ya kwetu, lakini yamezuiliwa mahali. Yapo baraka ni za kwetu, lakini zimekwama. Sa wiki hii natakia tuombe wapendwa, turithi na Ibrahimu. Najua ukifikia Ibrahimu alikuwa ni bilionea. Yaani wale watu nyumbani kwake tu, wale watumwa waliozaliwa nyumbani kwake ni watu zaidi ya 300. Yaani watu zaidi ya 100 ngapi? Yaani wale watu kwenye ile maisha ya Ibrahimu, vijakazi, vijana wa kazi. Ilipotokea vita ya Lutu kutekwa, alipoenda kumkomboa Lutu, alienda na vijana zaidi ya 300. Asema wale wa nyumbani kwake zaidi ya 100 ngapi? 300. Lakini sisi wapendwa, yaani hata tukiwa watu watatu kwenye nyumba, kula haifani shughuli. Ndio wapendwa, maisha yameleta uchoyo kwenye familia. Yaani sasa hivi nyumba nyingi tunapika kwa bajeti. Sawa. Mimi nilipozaliwa miaka ya huko nyuma, huko ya 70, nimeanza kuona kule nyumbani napata akili 75, 76, 77, napata akili mpaka 80, napata akili na naelewa.
Yaani nyumbani kwetu hata ukija muda wote chakula kipo, tunapika na akiba. Alafu tukila tunakula kiko na chakula, yaani cha nini? Kwetu tunaita yaani cha kuongezwa. Yaani ukipewa ugali kuna sima, afu kuna sima ya nini ambaye hajashiba apewe tena. Kwa hata kama amekuja mgeni ghafla, chakula kipo, atakula na atashiba. Lakini leo je, kama kwenye familia mko wanne inanunua kilo, sasa kama akija mgeni mkampa chakula usiku hamtashiba. Ni kweli sio kweli? Kwa hiyo yaani maisha yametufanya tuwe wachoyo. Hata akija mgeni nyumbani, zamani kule kwetu, akija mgeni nyumbani, bibi yangu atahangaika mpaka ale. Lakini leo ukija kwa mpendwa, ukimtembelea, hata kama unajua utaisoma namba. Yaani utaisoma namba. Maana mtapigishwa, stories zitaisha na ugali hautapikwa. Lakini ile miaka ya nyuma walikuwa na neema na shibe. Akija mgeni nyumbani, yaani kwa yaani ukaribisho wa rahisi sana ni kupikiwa chai. Ndio karibisho wa rahisi sana. Jiko litawashwa, chai itapikwa, utakunywa chai. Lakini akiona muda ule kuja mtu asomeke sawa sawa, gafu gani unapikwa na kula. Lakini hebu niambie kwa majira haya, tena unapewa kuku jogoo. Lakini leo ukienda kwa mpendwa bana, hata kama una njaa, yaani nenda tu kaongea cha kupeleka, afu baadaye uondoke. Nini? Hali ya maisha. Lakini tukirithi baraka, yaani hata kama wani wapendwa 7 wageni 7 usiku haikusumbui. Maisha yamekubali. Kwa kuna kiwango tukitukuzwa, yaani tukishatukuzwa na Kristo, pamoja na Kristo, kuna aina maisha yanatokea yenyewe ambao huyatafuti. Haleluya. Yaani kuna nani anatamani watoto wa Mungu kwamba ifike hatua maisha yawe mepesi kwenye kumtumikia Mungu wetu. Yawe mepesi, lakini tunang'ang'ana. Yaani hata sadaka, yaani tukiwa kanisani, yaani kija swala tu la sadaka unasikia kuugua. Nini? Huna. Yaani si kama utaki, nini? Huna. Yaani unang'ang'ana, kuna jambo tu la 200 kanisani, lakini litachangiwa hata Jumapili 3 laki ngapi? Shida watu sio hawataki shida. Mifuko iko vizuri, lakini mifuko kikaa vizuri, kuna jambo la 200. Ni mtu huyu mmoja tu asema apenda kwenye hili, lakini hili mimi nalifuta. Kirahisi. Nini kirahisi? Kwa hiyo hebu tamani katikati ya mahali unapopita, usifie hapo. Usifie hapo. Yaani fika hatua kwa kule wapendwa, kuna vigari vya bei rahisi milioni 10 uwe nako. Watasema sasa nguo tulishinda, alafu naambia gari habari ya gari. Kuna vitu tutasoma wiki, tutajifunza ninachotafuta wapendwa. Shida ni nini? Yaani kuna hali ya maisha imetufunga kimaombi, tunaomba vitu vidogo sana kwa Mungu. Kwa nini? Akili imeishia hapo. Akili imeishia hapo. Kwa nini? Yaani tumefungwa na aina fulani ya maisha. Lakini mtu akipata upeo fulani wa maisha, na maombi yanapanuka kidogo. Haleluya. Kuna mtumishi wa Mungu mwimbaji hapa, alikuwa anapata ufunuo tu kupitia yeye. Hali yake maisha na familia yake, mume wake ni daktari. Kwa hiyo hata wakikaa wakiomba, wanaomba kidaktari. Sawa sawa. Yaani wanaomba nini? Una upeo wa elimu na ufahamu wa mume, unawapa hata aina fulani ya tafakari. Lakini ukitafakari sana, ni kwenda kukodi shamba la mchabango, ukachabange robo yako
inakodisha shilingi ngapi? Laki. Si eka 1,00,000. Kwa maono utakayoomba Mungu, nipe shamba la kukodi, nipe pesa kukodi nini shamba, nipe na mbegu na ni upande, nipe na mbolea, maombi naishia. Lakini huyu ambaye mume wake amefanya level daktari, wakiombea watoto wao, si kama unapoombea watoto wako wewe, kwamba nyumba ya walimu wanazalisha walimu, nyumba ya maprofesa wanazalisha mapro, na nyumba ya kulima wanazalisha. Sasa ili tunasuke hapa, tunahitaji Mungu atufate kwa upya, ili abadilishe gia ya maombi, tuombe kwa upana. Haleluya! Yani tupandishiwe gia ya kuomba na ufahamu wetu ufunguliwe. Amina. Lakini kuna namna tunaomba sana, lakini kwa kweli ukichungulia hayo maombi sio maombi. Yani Mungu amefunga kwenye kibakuli fulani. Kama Mungu azungukia hapa tu, nikizidi sana nipate eka 1 ya mchabangu, hapo ndo imelipa sana. Eka 1 ya nini? Yani ya mchabangu. Asema kwa kweli hapa nimeenda viwango. Toka hapo, sio level yako. Amina. Toka hapo, ambaye Mungu, kama umesema tunatukuzwa na, yani kutukuzwa na Kristo ni zaidi ya hapo. Yani sema alipohesabia haki akawatukuzwa. Unaposikia Mungu anakutukuza, ni zaidi ya maisha yako. Si nikiingizia wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu fikia Mama Rafaeli, hivyo tu ulivyo, uende ukawe dada ukawe nini? Yani yule mama wa kutunza watoto wa rais. Yani hivyo tu. Yani hata kama hujasoma. Lakini sasa Bwana, sasa tunakuchukua wewe, utaenda kuwa mwosha vyombo wa rais. Hata kuosha vyombo tu wa rais, aisema unabadilika. Unatukuza, umeenda wani anaishi Ikulu. Najua kwa Ikulu, hata kama kule Ikulu wewe unatunza bustani tu. Yani wewe umepoa, kuna baadaye mafiekeo yale yana kama mikasi hivi, unafanya toke Ikulu, umechatukuzwa. Kwa hiyo ukitukuzwa, hata kama ni wa kawaida, lakini ukipita sema bana, kuna mtu kapita. Amina. Hata ukija kanisa, jamani kuna mtu kanisani kaingia. Lakini leo hata kama hujakuja Jumapili 4, wanajua kama kuna mtu hajaja. Hata Jumapili 4 hujakuja, hata mchungaji hakukumbuki kama hujakuja. Lakini kuna vyombo ukitukuzwa, ile hata tu umechelewa bana, fulani mbona kachelewa? Ametukuzwa. Amen. Yani hata kuchelewa tu watu wanacheka, mbona fulani hajaja? Nini? Ukitukuzwa unaonekana ulipo, unajulikana, kuna kiwango cha heshima. Watu wanataka hawataki, watakupa tu. Nini? Umetukuzwa na Kristo. Yani hata kama mume wako anakuona wa kawaida, acha Yesu akutukuze, atakutafuta na tochi. Na mwana huyo, yule mke wangu. Yana ukitukuzwa, hata mme kama anakudharau, acha ukitukuzwa kwenye hata jisifia. Mimi ndio mke wa Mama Rafaeli, mimi ndio mume wa Mama Rafaeli, mimi ndio mume wake bwana. Yani kuna watu watajisifia CV yako. Umetukuzwa. Ukitukuzwa na Kristo, yani popote ulipo inalipa. Amina. Inalipa. Kuna tamani tumwambie Mungu wiki hii, maombi yetu, tunatamani mwaka huu tutukuzwe na Kristo mahali. Amina. Haleluya. Amen. Hata kama unauza mitumba, ukitukuza na Kristo, ukienda kwenye kuuza mitumba, inaisha kabla wenzako. Na ukitukuza na Kristo, unauza mitumba, unatoka kwenye mitumba, utakuja kwenye special, kwenye duka, kisha duka la jumla la nguo. Ukitukuzwa hukai, unakuwa na mchakato endelevu. Ukitukuzwa Kristo kwenye utumishi, unaenda viwango na viwango na viwango. Kwa Mungu anatamani, Mungu anachokitafuta kwetu. Je, Mungu anajisikia vibaya sana
jinsi tulivyo wa Kristo, ajisikia vibaya sana. Hebu fikiri tu, wewe ni mama. Fikiri unamwona mwanao, yaani amevaa ndala huku ya blue, huku nyekundu, mnakutana njiani, unajisikiaje? Unasikia vibaya. Yaani unamkuta mtaani, yaani kavaa kanguo ya kuna nguo nyingine mtu anavaa, hujue ni ya kike au ni ya kiume na zile blouse zile za hapa 500 na shika speaker hapa 500 mpaka zinafika hapa 200. Yaani kivaliwa hujue ni ya kike au ni ya. Sasa Mungu ajisikia vibaya kwa chini yetu. Anatamani tukipita, yaani wewe ni mtumishi wa Bwana, wale wasikia tu amepita Mkristo. Nini, kuna heshima ya Mungu inaonekana. Sasa Mungu anatamani atubadilishie CV. Yaani Mungu anataka atubadilishie maisha yetu, muonekano wetu. Lakini siri nasema uombe na mitakupa mataifa kwa urithi. Tusimame. Tutakwenda kumwabudu Mungu kidogo, tutakwenda kuomba. Natamani leo tumwambie tu Mungu, tunaomba tusaidie kuomba. Tunamwomba kujiweka wakfu kwa Bwana. Pia Mungu, tunakuhitaji wiki hii. Mtakatifu, tusaidie kuomba kwa kusiweza kutamkika. Mungu, achilie wingu la maombi juu yako binafsi. Atilie kitu cha maombi. Achilie msukumo ndani ya maombi. Nataka tumwabudu Mungu, mwambie tu Mungu, tunaomba wiki hii atupe macho ya kuona anavyoona yeye. Tumsikie anaposema na sisi. Tumsikie Mungu wetu. Tumwelewe Mungu wetu. Tujue mapenzi yake. Tujue mashauri yake. Anapojisikia Mungu yote na tujisikie, ili tuombe anavyotaka yeye. Tushatoa sadaka tayari. Tupate chombo cha sadaka, tunamwabudu Mungu, tutakuwa tunatoa sadaka. Tunajiandaa kwa ajili ya Mungu. Sadaka
kutusaidia kusukuma maombi. Hebu jiachilie kwa Bwana. Mungu ametupa neema, lipo kusudi la Mungu anataka tuvuke kupitia semina hii. Sema, Mungu uliye hai, katika damu ya Yesu, wewe ni Mungu mwaminifu, umenichilia mwanzoni mwa mwaka, toka tarehe 2 ya mwezi wa pili, ni mwanzo kabisa wa mwaka huu. Mungu aliye hai, lipo kusudi kubwa umelikusudia kulidhihirisha mwaka huu wa 2026. Na Mungu kupitia Ibrahimu, kwa damu ya Yesu, umeniunganisha na ahadi za Ibrahimu. Nami nimetambua sijaweza kurithi kiwango cha ahadi za Ibrahimu. Na wiki hii nipe neema ya kuelewa lile kusudi ambalo umekusudia nisimame ndani yake kwenye kuomba. Nipe neema ya kujua yale ambayo umenikirimia ili niyapate mwaka huu, mimi na familia yangu. Mungu uliye hai, yako mambo mengi yamenifanya nilie, yamefanya nafsi yangu iugue kwa nyakati tofauti na kwa miaka tofauti. Mungu uliye hai, mwaka huu ni mwaka wa kurithi baraka sawa sawa na ahadi, zile baraka ambazo ulimwahidi Ibrahimu. Nami nina sehemu ya hizo baraka. Mungu uliye hai, naomba unirehemu, naomba unisamehe ikiwa Mungu nimetembea maisha ya dhambi, na hayo maisha yamezuilia baraka na ahadi kwangu na watoto wangu. Maana nimetambua viumbe navyo vinaugua pamoja nami, vikisubiri mimi nivuke, niingie kwenye utukufu ili nao vivuke. Ndoa yangu inaugua, watoto wangu wanaugua, afya yangu inaugua, maisha yangu yanaugua pamoja na mimi. Nimetambua vinasubiri ili nitukuzwe, ili nao vitukuzwe. Mungu uliye hai, najiweka wakfu ili Roho Mtakatifu wiki hii uniwezeshe, unisaidie ili uugue ndani yangu kwa kiwango kisichoweza kutamkika, ili vile ambavyo umekusudia nidirithi mwaka huu na miaka kadhaa. Mwaka huu nisimamishe madhabahu yako ili nidirithi ahadi mbalimbali kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba sasa. Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, tunasogea mbele zako Bwana jioni ya leo. Mungu, umetusemesha neno lako sawasawa na mapenzi yako. Tunaposogea mbele zako Bwana kwa imani, Biblia inasema imani ni kuwa na hakika, ni bayana ya mambo yasiyoonekana bado. Baba, ninaposogea mbele zako, nakushukuru kwa neno lako ambalo umesema nami jioni ya leo. Nakushukuru Bwana kwa ufunuo ulioachilia kupitia neno lako ambalo umelifunua katikati yetu. Baba, nakushukuru kwa sababu ni Mungu unayeniwazia mawazo yaliyo mema, wala hauniwazii mawazo yaliyo mabaya. Na ndio maana Mungu umefunua siri zako zilizofichwa katika hazina yako, ya kwamba lipo kusudi ambalo Mungu alikusudia kwangu. Lipo kusudi alikusudia Bwana ili unitukuze. Lipo kusudi alikusudia Bwana ili kutukuza uchumi wangu. Lipo kusudi ambalo alikusudia Bwana ili kutukuza uzao wa tumbo langu.
ili kunitukuza juu ya utumishi umeweka ndani yangu. Ndipo kusudi ambalo Mungu amekusudia ili kunitukuza kwenye ukoo niliozaliwa. Na ndiyo maana Mungu amesema nami jioni ya leo ya kwamba maisha niliyo nayo siyo maisha ambayo Bwana ameyakusudia. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Baba, nimegundua ya kwamba iko dhambi juu yangu. Nimegundua kuna madhaifu juu ya fikra zangu. Nimegundua kuna namna ya mtazamo niliyo nao niko kinyume na ile kusudi ambalo Bwana amelikusudia. Ninaposudia mbele zako Jehova, ninapomoka mbele ya madhabahu yako jioni ya leo, ninapomoka mbele ya madhabahu iliyobeba neema na rehema, nikijua ya kwamba Mungu umekuja tena jioni ya leo. Ninajua ya kwamba Mungu umekuja tena wakati huu ili kunisaidia nitoke mahali nilipokwama, ili unisaidie nitoke mahali ambapo nimezunguka miaka mingi, ili nitoke mahali ambapo nimezani ndio maisha yangu ambayo Bwana amekusudia niweze kuyaishi. Haijalishi ninaona nimefanikiwa, lakini mbele zako Mungu sijafanikiwa bado. Haijalishi walionizunguka wananisifu, wanasema nimefanikiwa, lakini mbele zako Mungu sijafanikiwa bado. Na ndio maana umeruhusu niwepo katika semina hii, umeruhusu ujumbe uje kwa ajili yangu jioni ya leo. Ninaomba toba na rehema Mungu, maana mbingu zinasubiri niweze kutukuzwa, kanisa linasubiri niweze kutukuzwa, na madhabahu ya Mungu natamani niweze kutukuzwa, lakini majirani wanaonizunguka natamani niweze kutukuzwa, hata watoto wangu wanatamani niweze kutukuzwa, hata ndoa yangu inanisubiri niweze kutukuzwa. Baba, ninaomba rehema na toba nilipozuiliwa kwenye kutukuzwa kupitia maneno niliyotamkiwa. Nenda mbele za Bwana, omba toba hiyo maneno uliyotamkiwa. Inawezekana uliyotamka ni ndugu zako, inawezekana uliyotamka ni mjane zako, inawezekana ulitamka maneno ukiwa shuleni, ametamka maneno wakati unafunga ndoa, ametamka maneno ulipopita kwenye biashara mbalimbali. Nenda mbele za Bwana kwa toba juu ya hayo maneno yaliyotamkwa. Inawezekana wakati unazaliwa au wakati unasoma shule, inawezekana kwenye mtambo unakaa kuna kitu kimetamkwa. Nenda tu mbele za Bwana kwa imani juu ya hayo matamko, maana mbinguni unaonekana ni shujaa, mbinguni unaonekana ni mtu uliyebarikiwa, mbinguni unaonekana ni mtu wa heshima, lakini maisha uliyo nayo yanasema wewe ni mtu wa kawaida kabisa. Nenda mbele za Bwana kwa toba. Tumejifunza kwa habari ya Elia alipokatishwa tamaa na Yezebeli kwa maneno yake, aliposema na itajulikana kesho panapo masaa kama haya. Elia tunaona baada ya matamko ya Yezebeli alikata tamaa, akajiombea kufa. Inawezekana kupitia maneno umetamkiwa au umesikia watu wakiyasema mtaani, umekata tamaa juu ya kuoa, umekata tamaa juu ya kufanya biashara, umekata tamaa juu ya kumtumikia Mungu, umekata tamaa kwenye ndoa yako, umekata tamaa juu ya watoto wako, umekata tamaa juu ya kesho yako. Nenda mbele za Bwana kwa toba, na baada ya toba peleka tu damu zikafuta ya maneno. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninasimama mbele zako nikiomba toba na rehema juu ya matamko niliyotamkiwa mahali popote. Ardhi na mbingu zikaandika ya kwamba mimi ni mtu maskini katika nchi hii, mimi ni mtu maskini kwenye taifa hili, mimi ni mtu maskini kwenye ukoo wangu, mimi ni mtu maskini kwenye kanisa ambalo ninaabudu, mimi ni mtu maskini kwenye taifa ambalo nipo, mimi ni mtu maskini ambaye sistahili kumiliki fedha, sistahili kuajiri watu wengine. Ninasogea mbele zako Mfalme nikiomba toba na rehema. Haijalishi nani ametamka hayo matamko, haijalishi alitamka usiku, ametamka mchana, haijalishi ametamka wakati akiwa naomba, ametamka akiwa anatoa sadaka, ametamka akiwa makaburini, ametamka akiwa njia panda, ametamka akiwa chumbani kwake, ametamka akiwa katikati ya watu wengi. Ninaipeleka hiyo damu suguso kwenye hayo matamko, naipeleka hiyo damu ya agano kwenye hayo maneno, naipeleka hiyo damu suguso kwenye hiyo ardhi na mbingu ambazo zimeandika kumbukumbu zangu ya kwamba sina watoto, baada ya kumetamkwa juu ya ardhi na mbingu ya kwamba sina fedha, ilipotamkwa kwenye ardhi na mbingu zikaandika ya kwamba sina biashara, ilipotamkwa kwenye ardhi na mbingu ya kwamba mwaka 26 sitafanikiwa kwenye mashamba, sitafanikiwa kwenye mifugo, sitafanikiwa kwenye madhabahu ya Bwana,
sitafanikiwa kwenye maombi, sitafanikiwa kwenye eneo la uimbaji, sitafanikiwa kwenye eneo la kumtumikia Bwana, sitafanikiwa kwenye kumtumikia Bwana kwa njia ya sadaka. Hata wale wanatufuatilia kupitia mitandao ya kijamii, mnaweza mkajiungamanisha pamoja na sisi. Tendeni mbele za Bwana kwa njia ya toba. Nenda mbele za Bwana kwa toba juu ya yanayotamkiwa. Kama kuna kitu na kumbuko litamkiwa, kipeleke mbele za Bwana kwa toba, na ipeleke hiyo damu sugusu. Tunatamani mwaka 26 uwe mbele kutukuzwa kwetu. Pale walisema hii ndoa tunaipa siku, waliposema hii ndoa tunaipa miezi, waliposema binti tunampa mwaka. Nenda tu mbele za Bwana ili kile umetarajia kukiona Mungu akigeuze, Mungu akibadilishe. Waliposema hautaolewa, waone mwaka huu na ndoa kali za kufunga ndoa. Waliposema hautapata watoto, waone mwaka huu na waambie nina sadaka kumshukuru Bwana, maana Mungu amenifungua tumbo la uzazi. Watakaposema ya kwamba hakika tumeona Mungu aliye hai, nenda mbele za Bwana ili siku moja wasikie wanasema nakuja kumshukuru Bwana kwa sababu Mungu amenipa kujenga nyumba nzuri. Wawe namshukuru Bwana kwa sababu Mungu amekupa gari nzuri ya kutembelea. Nenda tu mbele za Bwana, peleka hiyo damu sugusu. Nenda tu mbele za Bwana, peleka damu sugusu kwa imani. Kuna kitu kinafanyika ulimwengu wa roho kwako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naipeleka damu sugusu kwenye maneno yote, naipeleka damu sugusu kwenye matamko yote. Haijalishi aliyetamka ni nani. Inawezekana ni mtumishi, inawezekana ni mganga wa kienyeji, inawezekana ni mpendwa mwenzangu, inawezekana ni mwombaji kama mimi, inawezekana ni mama kama mimi, inawezekana ni ndugu wa familia, inawezekana ni mtu wa karibu niliyemtegemea. Katika jina la Yesu Kristo, ewe ardhi na mbingu sikia, siku nilipotamkiwa maneno kwa ajili yangu, leo nakupelekea hiyo damu Yesu Kristo. Leo nakupelekea hiyo damu Yesu Kristo. Ninafuta hiyo maneno kwenye hiyo ardhi, ninafuta hiyo maneno kwenye hizo mbingu. Kilichoandikwa na kifuta kwa damu Yesu, kilichoandikwa na kifuta kwa damu Yesu. Walipotamka na wakatia muhuri kwa sadaka, naipeleka hiyo damu Yesu Kristo. Nayafuta hiyo maneno ya mashtaka juu yangu, nafuta maneno ya kunilaani juu ya maisha yangu, nafuta matamko waliotamka na kuwalaani watoto wangu, nafuta waliotamka na kulaani mzao wa tumbo langu, nafuta waliotamka na kulaani kizazi changu na kulaani viuno vyangu. Napeleka damu Yesu ikafuta ya maneno kutengua kila kiapo chochote ulimwengu wa roho. Ninatengua kila kiapo chochote ulimwengu wa roho. Natengua hicho kiapo alichoapa kwa mbingu, alichoapa kwa nchi, walipoapa kwa bahari, walipoapa kwa maziwa, walipoapa kwa milima na kama bonde. Naipeleka hiyo damu Yesu na letu. Mungu uliye hai, naiachilia damu ya agano ikasimame kwa ajili yangu, kwa ajili ya ukombozi, ikasimame kwa ajili yangu, kwa ajili ya ukombozi. Ndani ya wiki hii naiachilia damu Yesu, ikawa ni wiki ambayo damu Yesu itasimama kwa ajili yangu ili kunifungua na kuniweka huru, ili Mungu akapate kunitukuza sawa sawa na mapenzi yako. Amina, amina. Mnatufuatilia Facebook live, unaweza ukashare pia maombi yetu haya kwa rafiki zako. Mnatufuatilia YouTube, Mungu awabariki kwa pamoja nasi, kisha tunaendelea tena majira kama tulivyoanza leo. Mungu awabariki, amen. Mpe Yesu sadaka ya makofi.